ardhi haiongezeki. Kwa ujenzi ambao tunautegemea katika kufikia malengo haya ni lazima uwe ujenzi wa majengo ya ghorofa. Tukijenga majengo ya ghorofa, kwanza tutaisaidia serikali kufikisha huduma zote za kijamii, kwanza kwa mara moja kwa watu wengi, kwa eneo dogo, kuliko watu tukijenga nyumba sehemu mbalimbali. Hapo tutaingiza gharama kubwa ndani ya serikali kupeleka barabara, kufuata watu wachache, miundombinu ya maji, miundombinu ya umeme. Sekta ya ardhi itumike kama ni fursa kwa sekta zingine za maendeleo. Maendeleo mengine yote yatafanyika, lakini makazi kwa wananchi ni kipaumbele. Ndiyo maana tumesema kuwa uwekezaji katika nyumba zote zenye gharama isiyozidi milioni 50, huyo mwekezaji katika jengo hilo hatatozwa VAT. Hii ni incentive kubwa sana. Lakini pia kuna uwekezaji mwingine katika sekta hii. Kama utakuwa na mtaji mkubwa, hapo utaangaliwa kwenye sekta ya kodi za ardhi, kodi za nyumba. Hapo pote hapo kutakuwa na incentive ambayo serikali inaongeza. Sisi kama Watanzania kwa kweli tumekubaliana bila kushirikiana na sekta binafsi ili kuwasaidia kama nchi kupata fedha ndani na nje ya nchi, hatutaweza kufikia lengo hili. Kwa hiyo sisi kama Watanzania tumekubali, baada ya mkutano huu, kwanza tutaenda kuwasilisha taarifa hii kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye sisi kama nchi tumemwakilisha kwa niaba yake na kumweleza hayo yote yaliyotokea katika mkutano huu. Lakini pili, tutaenda kwa Wizara ya Fedha ili tuweze kuangalia, kutanisha na wadau wote wenye matamanio ya kuwekeza katika sekta ya ardhi, tuambie fursa zilizopo katika sekta ya ardhi, hususan katika maendeleo ya makazi, hasa katika ujenzi wa nyumba. Watu wote ambao watakuja kuwekeza kwenye sekta hii ya nyumba, ninaomba sana tuweke mikakati ya kujenga nyumba za ghorofa ili watu wengi wakae sehemu moja na serikali iwe na uwezo wa kupeleka huduma za kijamii kwa pamoja. Mimi ninaamini kwa kufanya hivi tutaweza kupanga nchi yetu vizuri, tutakuwa na majengo mazuri, tutakuwa na nyumba nyingi kwenye ardhi ndogo, na hatima yake tutakuwa tumetatua jambo hili mpaka kufikia kipindi cha dira yetu ya 2050. Sisi Watanzania tuna maeneo ya kutosha. Tunachotakiwa ni kuwaita wawekezaji wa ndani ya nchi, nje ya nchi, na pamoja serikali yenyewe kushirikiana kwa pamoja katika kujenga nyumba hasa za bei nafuu, zenye ubora, za kuweza kuwafikia watu wote. Jambo kubwa ambalo Watanzania wenzangu, naomba hili niliwekee mkazo. Lengo letu ni kutumia ardhi vizuri.